Serikalini na upande wa upinzani wamewataka Wakenya kudumisha amani, hasa wakati huu taifa la Kenya linapoelekea kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao. Wakiongozwa na kinara wa Kenya Martha Karua na kiongozi wa walio wengi katika bunge la Seneti Aaron Cheriot, wamehimiza wananchi kutokubali kupewa hongo kuzua vurugu. Wamezungumza haya katika hafla ya mazishi yaliyekuwa rubani wa ndege George Were. Vile mlinipenda nikiwa running mate wa baba, naomba munipende huko mbele. Na ndivyo rais wa leo Ruto apate yake 1 term na mimi nipate yangu 1 term. Hata mimi siulizi mbili, wa Kenya wote. Na sababu tuko Nyakach, wakaaji wa Nyakach. Hata ukiletewa pesa na mwanasiasa kama mimi, wa upande wowote, iwe ni wa serikali au ni wa upinzani, usikubali kutoa fujo. Wacheni tukae na amani. Vile mama wetu Karua amesema tufanye siasa ya maendeleo na siasa ya amani. Mimi nataka nikuambia Martha, mimi niko hapo. Penda tuambie ule ndugu yako ule wa Munyoro awache fujo na awache lugha mbaya. Lakini sisi wote tuko hapo kwa siasa ya amani na siasa mzuri. Nyinyi vijana, mkipewa kitu mupige tu makofi. As a country, let us be peace-loving people. Let us know that we have no other home apart from our country, Kenya. There may be divergence of opinion politically, but that is not a problem. Kena Orengo wanasema revolution, and you know Orengo has been talking about revolution from 1978, from Jomo Kenyatta up to now. Na kuna ndugu yetu Oburu who is saying we want power to transform our people. So Nyakach, I want to plead with you, go for power any day. We will be asking our brothers in ODM that as we embark on the journey next year, you said you will talk to both sides. You will talk to UDA and Kenya Kwanza. We've seen you talking to them. As the united opposition and your colleagues in Azimio, we are also waiting to engage. You had such a gentle heart. You cared deeply about the people around you and always showed love through your actions. You were always there when we needed you.